Kwa jina anaitwa Serviceman Vincent David, ni kijana wa Jeshi la Kujenga Taifa, ni kijana ambaye nipo katika uzalishaji wa biogas. Kwanza nataka kuelekeza ni jinsi gani tunazalisha biogas. Kwanza biogas ni nini? Biogas ni nishati safi inayozalishwa kiasilia kwa kutumia mabaki ya wanyama, mimea na masalia ya chakula. Kwa sisi hapa kama Jeshi la Kujenga Taifa, kiwango ambacho cha material ambayo tunaweza tukazalishia biogas kinachopatikana kwa wingi ni samadi ya ng'ombe, kwa sababu tunafuga ng'ombe hapa. Kwa hiyo samadi ya ng'ombe ndio tunaozalishia hapa. Je, samadi ya ng'ombe tunaitumia katika uzalishaji wa biogas? Ili uzalishe biogas unatakiwa uwe na mfumo wako ambao una sehemu kuu 3 hadi 4. Sehemu ya kwanza ambayo ni ndio ya uingiliaji wa material yetu inaitwa inlet, sehemu ya pili inaitwa digester, sehemu ya tatu inaitwa outlet na sehemu ya mwisho inaitwa pit. Kila sehemu ina kazi yake. Nikianza na inlet. Inlet ni sehemu ya kwanza ambayo tunachanganyia samadi yetu. Na samadi yetu inatakiwa katika hali gani? Samadi yetu inatakiwa katika hali ya ubichi ambayo unaweza kuikusanya ndani ya wiki 1 hadi 2 ikawa ya kutosha. Ambayo katika mchanganyo wa awali utabidi uchanganye samadi ya kutosha kiasi kwamba digester yetu ijae. Utajuaje kama digester yetu imejaa? Baada ya digester yetu kujaa katika kiwango kinachotakiwa, samadi yetu mchanganyiko ambayo itachanganywa na maji itaonekana katika nini? Katika outlet. Turudi katika inlet. Katika inlet inakuwaje? Katika inlet inakuwa kama ifuatavyo. Ndoo moja ya samadi utaweka na ndoo moja maji. Inlet yetu ndio hii hapa kama unavyoiona. Inlet yetu hii hapa ina sehemu, ina PVC pipe ya kuingizia material yetu ambayo tutakuwa tumeichanganya hapa. Kama unavyoiona ni hii hapa PVC pipe yetu ambayo tumeiziba kwa ajili ya usalama wa hapa, wasiingie wadudu wakaziba PVC pipe yetu kama unavyoiona hiyo hapo. Ndio. Kwa hiyo katika uchanganyaji tutaziba PVC pipe yetu. Baada ya kuiziba PVC pipe yetu, kitachofuata ni nini? Utaweka kama ni ndoo zako 3 za samadi na ndoo 3 za maji. Baada hapo utachanganya vizuri. Ukishachanganya vizuri, kitakuwa sio kizito sana, sio kilaini sana. Baada ya uchanganyaji huo, nini kitafuata? Utatoa zile takataka kama majani ambayo yapo katika samadi yetu ambayo inapatikana katika ng'ombe, utaweka pembeni. Tuna nini tunatoa? Tunatoa kwa ajili ya kulinda digester yetu ambako ndo uzalishaji wa biogas unapofanyika. Kinachofuata ni uzalishaji wa biogas katika nini? Digester yetu au katika mfumo wetu ambao ndo biogas inapozalishwa. Katika ile eneo ambao unaita digester, kinachotokea ni nini? Baada ya hii kujaa, itaziba inlet, itaziba na outlet. Kwa sababu ya ule mchanganyo, kwa sababu hii bomba imeenda nyuzi 45, halafu hii digester ipo chini kuliko outlet. Outlet ipo juu kidogo. Kwa hiyo itapofika kiwango fulani itatokea huku, itakuwa imeshaziba hapa. Kwa hiyo ili eneo kitaalamu tunaita anaerobic digestion, ambako katika ili eneo ule mchanganyo unapokuja hapa utazalisha bakteria. Au bakteria watafanya uchachushaji wa ile material ambayo tumeweka hapa, ni samadi pamoja na nini? Pamoja na maji ambavyo vitakuwa vimeshachanganyika. Kwa hiyo uzalishaji wa biogas ni uchachushaji wa nini? Wa yale mabaki, kama ni ya mimea au ni samadi au ni mabaki ya chakula. Kwa hiyo baada ya uchachushaji wale bakteria kuchachisha, ndio tunapata kitu kinaitwa biogas. Kuna gesi ngapi zinapatikana hapa? Hapa gesi zinazopatikana hapa ni gesi za aina 3. Gesi ya kwanza ni methane ambayo ni kiwango chake ni 65% mpaka 70. Gesi ya pili ni carbon dioxide ambayo yenyewe ni 35% mpaka 40. Na gesi ya mwisho ni hydrogen sulfide ambayo inachanganyika na mvuke ambao haizidi 3%. Kila gesi na kazi yake. Methane ndio inayotusaidia moto wetu au matumizi ya nishati yetu ambayo ni biogas. Alafu carbon dioxide inatoka tu, inasambaa kwenye hewa, inatumiwa na mimea kujitengenezea chakula. Hydrogen sulfide ndio inayoipa gesi yetu harufu. Kwa hiyo gesi yetu hiyo ina harufu pia. Baada ya hapo nini kinatokea hapa katika haya material ambayo yashazalishwa hapa? Haya material ambayo yameshazalishwa hapa, ule mchanganyiko, ile gesi inavyozidi kujizalisha hapa, najua gesi kabisa, gesi ni maada. Kwa hiyo kwa vyovyote katika inavyozidi kuongezeka katika eneo hili, uzalishaji unavyoendelea, bakteria wanavyozidi kuzalisha, itachukua nafasi. Inavyochukua nafasi katika hii digester yetu, kwa hapa chini kuna njia ambayo imeunganishwa na huku, ambayo ile gesi inavyozidi kuongezeka hapa itatengeneza mgandamizo. Ule mgandamizo utapushi yale material ambayo yashachakatwa tayari huku, ule mchanganyiko utatoka katika nini? Outlet yetu. Katika outlet yetu ikishaja hii outlet yetu itatoka katika piti, ambayo hiyo piti tumeweka kwa ajili ya kutunza hii material ambayo yameshachakatwa, ambayo hatuwezi kuyatupa, tunatumia kama mbolea. Na gesi yetu inaweza kukaa ndani ya muda gani? Gesi yetu inaweza kupikia, kwa kuwa huu ni mtungi mdogo kabisa katika ujenzi ambao ni 4.5 mita cubic, inaweza kutumika ndani ya masaa 2 hadi 3 bila kuzimika. Pia faida ya hii biogas yetu ambayo tunatengeneza, faida yake nini? Faida yake kwanza ni nishati safi, ni nishati endelevu ambayo tunaweza tukaitumia katika kupikia,
kama unaweza kuona huku ndani tuna jiko letu tumeliandaa hapa, ambalo hili jiko lina plate mbili, ambayo hii bomba yetu ndio inatuletea biogas yetu ambayo tunaivuna kutoka kule mtungini, inakuja kwa moja kwa moja ndani, ambako sehemu ya kwanza iko kitumika katika jiko kama matumizi ya kupikia, sehemu ya pili tumeka kama chanzo cha mwanga, nishati. Kwa hiyo unaweza tukazalia nishati ya mwanga. Pia biogas inaweza kutumika katika uzalishaji wa umeme kwa kutumia majenereta maalum yanayoitwa biogas generator. Tuje tuone, je, gesi yetu kweli ipo inafanya kazi? Nafungulia katika koki yangu ya kwanza ambayo inaruhusu hii gesi kutoka kule kuja hapa kuingia jikoni. Nafungulia kwenye jiko lenyewe, kisha nawasha. Kama unavyoona hapa, gesi yetu ipo, ni ya kutosha na inafanya kazi na moto unawaka kama unavyoona. Kwa hiyo hapa ni moto mkali kabisa, inaweza ikapika vizuri. Kwa sasa unaweza ukaona kwamba hauonekani vizuri kwa sababu ya mwanga. Moto wetu una frame ya blue, kwa hiyo uonekaji wake kidogo unakuwa ni hafifu kwa sababu ya mwanga mkali. Pia tunaweza tukatumia katika matumizi ya kuzalisha nishati ya mwanga. Hii taa ni maalum kwa ajili ya biogas. Kwa hiyo taa inatumia biogas, huwezi kuunganisha kwenye umeme ikawaka. Nalishukuru Jeshi la Kujenga Taifa kwa kutupatia haya maarifa na ujuzi, ambayo baada ya kumaliza mkataba wetu tunaweza kwenda kuyatumia huko mtaani tunakokwenda, kwa kujiendeleza sisi wenyewe kimaisha, pia kuwafundisha watu wengine jinsi gani wanaweza kutumia nishati safi kama hii, ambayo baada ya kutupa yale mabaki ya wanyama kama vile uchafu au kufanya kama mbolea bila uzalishaji wa nishati safi, wakarudia kuyatumia, wakafanya kutumia kama hivi uzalishaji wa biogas, ambao wakapata faida ya gesi pamoja na mbolea. Asanteni, nashukuru.